ili nipate kusema nawe katika lile Bwana lililokusudia mimi kusema nawe. Leo tunataka tukajifunze jambo kubwa na la muhimu sana ambalo wanadamu wengi wanaishi nalo na wanalipuzia, au wanalijua lakini wanalichukulia kwa kawaida. Haleluya! Lakini sio kawaida kuishi jambo hilo. Unajua, Mungu alipomuumba mwanadamu ameweka kitu cha ziada ndani yake, amempa wajibu ndani yake. Huwa nasisitiza sana kuhusu swala la wajibu. Uwajibikaje ni jukumu la kila mmoja kuwajibika, ambaye aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Bwana anapokuumba huwa anaweka kitu cha ziada ndani yako, ambacho kitu hicho inabidi ukakitumie kwa ajili ya utukufu wake yeye. Haleluya! Lakini badala yake watu wanakitumia ndivyo sivyo, au hawakitumie ipasavyo, bali wanafanya matakwa yao na watakavyo wao. Unajua, katika dunia hii kuna jambo napaswa ujiulize kwanza, wewe ni nani? Ujiulize kwanza, wewe ni nani? Na kama wewe ni nani, uko wapi na kwa nini? Juu ya nini? Haleluya! Ujiulize juu ya nini. Umeona? Kwa hiyo inabidi ujiulize maswali. Anza kutafakari jambo hilo. Wewe ni nani? Kwa nini upo? Kwa nini upo? Uko wapi? Kwa nini upo? Uko wapi? Na juu ya nini? Haleluya! Haleluya! Inabidi ujiulize maswali hayo ndani ya fikira zako. Mungu hajakuleta duniani kuishi maisha kiolela olela, kuishi maisha unayotaka wewe, kama unayoishi hayo ya kutokumpendeza Mungu. Mungu amekuumba ili upate kumpendeza yeye, kutii sheria zake, kanuni zake na neno lake. Lipo jambo ambalo linasumbua watu wengi na wanaliishi, na katika jambo hilo, watu wa Mungu, katika jambo hilo ni jambo ambalo limekuwa vikwazo kwa watu wengine. Jambo limekuwa maumivu kwa watu wengine. Jambo limekuwa huzuni kwa watu wengine, lakini watu wanalichukulia hilo jambo kuwa la kawaida, kwa sababu wameshajitapakaza katika dhambi, wamejilaza katika dhambi, wamehoga dhambi, wamenawa dhambi, wamekula dhambi, wameshiba dhambi, wamekunywa dhambi. Yaani wao chochote kifanyacho ni kitu ambacho kilichojaa, kilichotawala dhambi. Haleluya! Bwana atuwezeshe sana. Nataka nikakupe habari au stori ya wana wawili. Stori ya wana wawili katika sura ya 4 mstari wa 3 na kuendelea, Mwanzo. Hapo utapata habari ya wana wawili. Andiko linasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Inasema Kaini alileta mazao ya ardhi kuwa sadaka kwa Bwana. Mstari wa 4, Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abeli na sadaka yake. Haleluya! Umeona, hawa ni watu wawili. Huyu akatoa katika mazao yake ya ardhi. Huyu alikuwa ni mlimaji. Yes, huyu alikuwa ni mlimaji. Ye kazi yake ni kulima mashamba, kulima na kuvuna, ndio kazi yake. Alikuwa analima mahindi, viazi, miogo, mapoteto, vitu mbalimbali. Haleluya!
Basi na yeye katika yale ya mazao yake aliyachukua yale aliyoyaona kwamba yanamfaa Mwenyezi Mungu au yanafaa kwa sadaka, akamtolea Bwana. Alafu huyu naye alikuwa mfugaji wa wanyama, na yeye akachukua katika sema wanyama wake, akachukua na yeye sehemu zilizonona, yani akachukua katika wale wanyama wazuri walionona. Ukisikia neno nona, ni kitu ambacho kina afya, kimejaa, kimetuna kwa vitamini, akamtolea Bwana. Maandiko nasema Bwana akamtakabali Abili kwa sadaka yake. Inamaanisha Bwana akakubali sadaka ya Abili. Abili akakubaliwa na sadaka yake, Bwana akaikubali sadaka yake. Sasa baada ya watu kutoa sadaka, baada ya huyu kukataliwa na huyu kukubaliwa, nini kilichotokea? Tunapata majibu katika